Muniue papa. Muniue papa, puis muniue. Tiens, qui dit que tu Habari za popote pale ulipo mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya. Leo ikiwa ni siku ya 4 ya tariki 2 mwezi Desemba mwaka wa 2021. Jina langu ni Andrea Mlima na ukaribisha kufuata matukio yetu ya leo hii mtazamaji wa Nipe News TV. Matukio yetu yataanzia moja kwa moja katika mji wa Luna ambako hali ya sitofahamu na ya wasiwasi inaendelea kushuhudiwa mjini Luna mkoani Ituri, na hiyo ni baada ya wanamgambo wa ADF Nalu kusemekana kuingia mjini hapo. Hali ya Eringeti njoo ile tena kwa sasa. Hali hapa tuko nakimbia. Kusoka ADF inaingia Luna. Jua Sudaitu wamepitia kwa sasa hivi. Nenda kwa pale hapa sai tuko nakimbia tujue kama tunaenda Wicha ama kama tutaishia wapi. Hali hii hapa tuko msantre ya Eringeti. Haiko maharage ni madiveri. Mule mko diveri. Hii ni unaona efea hii mazuti na nini sanjo biliacha moto inakuwa mingi sana. Banani bademarere banani alternatere ndio na yeyuka. Hizi gari ni aluminium. Kama mko bombe kaja mzigo mmoja. Ile kwanza iko kweli. Huko Lubumbashi ni kwamba mtu mmoja ajitolea kuuliwa na askari wa barabarani baada ya kuombwa pesa na askari yao. Muniue baba. Muniue baba, kimi muniue. Sio kitu mtu pale. Muniue. Baba. Hapana baba, mimi sina muda kufanya nyingine. Mimi nakosa. Mimi sina muda nyingine kufanya. Sina muda nyingine kufanya. Hapana. Hapana. Beba wewe. Hapana baba. Tujelekeze pa Kasenga ni kwamba ajali mbaya ya gari imeshuhudiwa mjini Kasenga mkoani Haut-Katanga, huku raia wakishutumu Governor Jacques Kabula Katwe kwa kushindwa kurekebisha barabara ya mji huo. Nishamuita gouverneur plusieurs fois, nishaita gouvernement, Assemblée nationale, nishabandikia bote, nilimuita premier ministre kama Lukonde juu ya barabara yetu. Mais voilà vile vinaanza kufanyika na mvula haiyakankamana. Mina baomba intervention rapide. Kama baifanye 2 semaines, peuple ya Kasenga itafunga hii balabala. Parce que tuwezi kuteswa kule kuko natoka mari ya gouvernement. Pole inaweza kwa munene.
hivi naanza kufanika. Dieu merci, hakuna lufu. Mais bientôt là tutaanza kubalula ni bangapi balikufua. Tunamwambia Kiabula, ile ulifanya inauguration ya barabara ya Kasenga ya kutimiza, wende refleshir uyorudishe barabara ya Kasenga vile inapaswa kuya. Hatuna banyama, tuko bantu banduku. Merci. Hapo Kabimba ni kwamba wamama waandamana zidi ya ukosefu wa maji mjini hapo. Bego bien, ndio tulikuwa naisha decide pale kama tutanani. Kama wanatia kage hawana watu. Tujelekeze Pakalemi ni kwamba baada ya wanafunzi kukosa madawati au pipitre, hatimaye mbunge mmoja ajulikanaye kama Cyril Kimpuawel azaminia shule kadhaa kwa kuwatengenezea madawati. Sema tuweke pembeni, tufanye maba ya baloko yetu basome na bomu makondisyon mzuri. Ni mzuri au ni mbaya? Ni mzuri. En enseignante de carrière, Vicky Katumwa a reconnu sur place que si aujourd'hui la calligraphie devient un problème chez les enfants, c'est notamment parce qu'ils se servent de leurs genoux comme support pour écrire. C'est la faute des pupitres, ce qui doit changer grâce à ces dons. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de l'honorable député provincial, honorable Cyril Kimpu. Nous avons mené cette action de soutenir la gratuité de l'enseignement. Vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour que nos enfants aussi aillent à l'école. Pour les directeurs de ces écoles, les corps enseignants ainsi que les parents, l'action des honorables Vicky Katumwa et Cyril Kimpuawel est un salut pour ces établissements scolaires et aussi pour tous ces écoliers. Et pour cet acte de générosité que vous venez de réaliser, nous vous disons grand merci. Watoto wetu walikuwa wanakaa nafasi haina mzuri, lakini hapa leo tunapata mabaa. Ni furaha kwetu. Olia ya ile tulikuwa tunajenga ile matombo, watoto wanaikala, mango inachafuka, wazazi wanafura kila siku, haikuwa mzuri. Asante sana kwa honorable. Siku ya leo tunakushukuru kwa namna ya pekee. Tunasema asante, hatutakupa kitu. Mungu mwenyewe anaweza kukurudishia vile ulitosha. Na pia asante sana kwa kazi natutendea. Ni alama kubwa sana inaonekana mbele yetu. Kwa sababu tunapungukia na gharama tungelifanya. Mungu akubariki na kazi yako iendelee vizuri milele na milele. Amen. Pour rappel, cet autre appui à la gratuité de l'enseignement des bases vient d'être posé quelques jours seulement après celui d'octroi des kits scolaires à environ 4000 écoliers de la ville de Kalemi. Huko Kananga ni kwamba maji yasiyokuwa safi na salama yauzwa jijini hapo licha ya serikali kukataza kuuza au kuuzisha maji hayo. Ça c'est l'eau à vendre. Ici la denrée eau est très rare.
L'eau, c'est une denrée rare à Kananga. Les mamans viennent comme ça le matin exposer de l'eau à vendre en pleine République démocratique du Congo, au centre de la RDC. Voilà un peu la situation. Voilà. Paaru ni kwamba baada ya askari wa Sudan ya Kusini kuvuka mpaka na kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mara kwa mara, hatimaye serikali yatafuta mbinu za kuzuia vitendo hivyo. Palper du doigt la situation sécuritaire dans le territoire d'Aru, voilà ce qui a constitué l'objet d'une délégation de la CIRGL dans cette partie de la province de l'Ituri. Selon le commissaire supérieur principal Richard Mbambi Kitabakulu Kingana, administrateur du territoire d'Aru, plusieurs problèmes ont été identifiés, notamment les incursions des armées ougandaises et soudanaises. D'après la même source, plus de 30 cas d'incursions sur le sol congolais de l'armée soudanaise ont été enregistrés. Nous avons reçu une forte délégation du CIRGL. C'est une délégation qui est arrivée en territoire d'Aru pour voir comment la sécurité se passe en territoire avec nos deux voisins. Parce que vous comprendrez que le territoire d'Aru partage la frontière avec le Sud-Soudan et l'Ouganda. Donc le but de cette visite était l'examen de la situation sécuritaire et humanitaire, voir les différents cas d'incursion effectués par les éléments de l'armée sud-soudanaise d'une part et les éléments de l'armée ougandaise d'autre part. La délégation était composée de 11 experts avec un représentant de la SADC et de la MONUSCO. Nous avons eu une importante réunion, tout tourne autour des incursions qui sont commises par les armées étrangères, telles que nos amis sud-soudanais et de temps en temps avec nos amis ougandais. Du côté de l'armée ougandaise, on n'a pas trop enregistré de cas. Il y a eu 2 ou 3 cas. Mais c'est du côté du Sud-Soudan, la frontière qui nous sépare avec le Sud-Soudan, c'est là où on a enregistré près d'une trentaine de cas avec les incursions. Qu'est-ce qui a provoqué ces incursions? C'est en fait la poursuite par l'armée sud-soudanaise des NAS. NAS, ce sont les rebelles sud-soudanais. À chaque fois qu'ils poursuivaient les rebelles, ils étaient directement obligés d'entrer dans notre territoire. Mtazamaji wa Nipe News TV, tumalizie matukio yetu katika mji wa Baraka ambako yapata wiki moja sasa mji wa Baraka hauna maji safi, huku raia wengi wakitumia maji ya ziwa Tanganyika na maji ya mvua. Hata hivyo, hali hiyo imekuja baada ya watu wasiokuwa na mioyo myema wanaosemekana kuwa raia wa Kinyamulenge kuvunja mirija ya maji hiyo maeneo ya Tujenge. Tazama hapa namna gani raia hao wanavyoshuhudia. Kunywa maji ya Tanganyika, batusaidie maji, tunahangaika sana. Kwa hiyo unaweza romba leta na ifanye kitu gani sasa vile meri ya Baraka? Leta na ifanye nguvu itusaidie kutulipia maji kusudi tupate maji kwa mabomba, tunahangaika sana. Asante. Watoto wanaanza kunywa maji ya Tanganyika, tusaidie maji. Asante, tunashukuru. Kama tula obanda ta ole. Tomona sana wanu kagabato baleta pato saidie. Tukisalia katika jiji hilo la Baraka, habari zimetujia katika mitambo yetu kwa sasa kwamba eneo la Mongemonge gari limehunguzwa. Gari hilo lilikuwa linapelekea wakimbizi eneo la Bibokoboko chakula na limesemekana kuunguzwa na wahasi wa Kimaimai. Ajali hiyo imesababisha vifo vya watu 3. Tutazame hali jinsi ilivyokuwa, ndugu mtazamaji wa Nipe News TV. Na mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Asante kwa kujiunga nasi. Endapo unataka kupata matukio na habari kemkemu, ni bora kujiunga na Nipe News TV na kusambaza kwa wengine matukio yetu, vile kusubscribe. Mimi ni Andrea Mlema, tukutane siku nyingine panapo mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwaheri. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana.
Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika. Subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.